Waziri na mbunge wa zamani Profesa Anna Tibaijuka amesema kuwa mzozo wa kibiashara kati ya Tanzania na Malawi unahitaji kutatuliwa kwa mazungumzo ya kidiplomasia, kwani hatua ya Tanzania kulipiza kisasi kwa kuzuiwa kwa bidhaa za Malawi inaweza kuiweka nchi katika hatari ya kupigwa faini kubwa kimataifa. Kupitia ukurasa wake wa X, Profesa Tibaijuka ameeleza kuwa hatua ya Tanzania kuchukua hatua za upande mmoja inakiuka mikataba ya kimataifa kama vile WTO, GATT ya 1994 ibara ya 5 inayolinda uhuru wa usafirishaji kwa nchi zisizo na bandari kama Malawi. Mkataba huo unakataza ucheleweshaji au vizuizi visivyo na sababu halali kwa bidhaa zinazopita. Aidha, Profesa Tibaijuka ametaja mkataba wa Umoja wa Mataifa ya sheria ya bahari UNCLOS sehemu ya X unaotoa haki kwa nchi zisizo na bandari kutumia njia za nchi jirani kusafirisha bidhaa bila vizingiti visivyohitajika. Malawi na Tanzania zikiwa wanachama wa UNCLOS zinapaswa kuheshimu misingi hii ya sheria ya kimataifa. Ameongeza kuwa mipango ya Umoja wa Mataifa kama Almaty 2003 na Vienna 2004 pamoja na itifaki za kikanda kupitia SADC na COMESA zinatambua umuhimu wa usafirishaji wa haraka na nafuu na usio na ubaguzi kwa nchi zisizo na bandari. Profesa Tibaijuka ambaye aliwahi kuwa mkurugenzi mratibu wa masuala haya katika UNCTAD WTO Geneva amesisitiza kuwa Tanzania ilipaswa kutumia njia za kisheria kupitia WTO au SADC badala ya kuchukua hatua za upande mmoja ambazo zinaweza kuathiri taswira ya nchi kimataifa.